historia ya utandawazi katika somo letu la mwanaume na utandawazi. Lakini mimi nikasema ni vizuri kusema muamini na utandawazi. Maana semina yetu ni wanaume, lakini wote tunahusika na masuala ya utandawazi. Hayagusi mwanaume peke yake, yanagusa kila mtu, mwanaume na mwanamke, mdogo na mkubwa. Amen. Kwa hivyo weka pale weka na wewe pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tukaangalia historia, tukaangalia nini maana ya utandawazi, historia, makusudi ya utandawazi, maana. Afu sehemu yetu ya 4 ambayo tutakwenda nayo leo itakuwa ikisema namna ya kuenenda kama mwanamume aliyeokoka katika ulimwengu wa utandawazi. Ulimwengu wa utandawazi. Mwanzo 1:27 inasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kichwa cha somo letu ama cha muendelezo wa somo letu la mwanaume na mwanamke katika utandawazi kinasema namna ya kuenenda ama namna ya kuishi kama mwanaume na mwanamke aliyeokoka katika ulimwengu wa utandawazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Jana nilisema utandawazi ni jambo pana. Utandawazi ni jambo pana. Utandawazi ni tendo na mfumo unaoleta ulimwengu pamoja. Unaoleta ulimwengu pamoja na kufanya sasa ulimwengu uwe kwenye sehemu ndogo sana ambayo tunauita kijiji. Mwambie jirani yako kijiji. Na nikasema kijiji mara nyingi namna kilivyo watu wanafahamiana karibia wote kwenye kijiji. Kwa sababu kinakuwa ni kidogo. Ni tofauti na wilaya. Ni tofauti na mkoa. Sio rahisi kufahamiana. Ni tofauti na nchi. Kwamba kila mtu tufahamiane kwenye nchi, hapana. Lakini unapoipunguza kuleta kwenye wilaya, unaipunguza unaleta kwenye kijiji, inakuwa ni sehemu ambayo watu wanafahamiana zaidi, wanaonana zaidi. Hata kama mtu akiwa hayupo, unajua fulani hayupo, na mawasiliano ni rahisi zaidi. Kwa hiyo utandawazi ni tendo la namna hiyo linalopunguza ulimwengu na kufanya uwe sehemu ndogo kama kijiji. Tuonane wote kwa mara moja, tufahamiane, huduma ziende kiurahisi, taarifa ziende kiurahisi, lakini zaidi vitu viwe wazi kwenye utandaaji, usambaaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutajifunza jioni leo namna ya kuenenda katika hiyo hali ya uwazi. Hali ya uwazi, hali ya utandaaji, hali ya kuja pamoja. Hali ya kuja pamoja, watu wa maeneo mbalimbali wanaweza wanakusanywa pamoja. Na nikaongezea na kusema kwamba katika ulimwengu wa utandawazi na mfano huo wa kuja pamoja, leo tunakuja pamoja kupitia vyombo mbalimbali, vifaa mbalimbali. Na jambo kubwa linalotuleta pamoja ni kitu kinachoitwa teknolojia. Teknolojia inatuleta pamoja. Kwa teknolojia tunaweza tukazungumza teknolojia, kwa mfano ya simu tunazungumza pamoja karibu sana. Teknolojia ya vyombo vya habari kama television zinatuleta pamoja, tunakuwa pamoja. Kwa teknolojia pia ya anga, usafiri wa anga, usafiri wa majini, usafiri wa barabara, vyote hivi vinachangia ama vinasaidia shughuli tendo la utandawazi kuwa na mafanikio na kufanya dunia iwe ndogo kama kijiji. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikatoa mfano jana, nikasema wakati huo miaka hiyo iliyopita, tuseme labda miaka hiyo ya 1920, 1920 au miaka 1914 kwenda Marekani ilikuwa ni miezi mingi, labda miezi 6 mpaka miezi 8 watu wanasafiri kwenye maji. Lakini
utandawazi, manake kuleta dunia pamoja, kuleta kijiji pamoja kwa teknolojia, ukafanya sasa Marekani ni masaa tu. Leo tunaruka kwa ndege, ndani ya masaa machache tuko Dar es Salaam airport. Ni utandawazi. Wakati huo pengine nilikuwa kuwasiliana na ndugu yako kule yuko Mbeya, kuwasiliana naye ingechukua labda hiyo miaka ya 80, miaka ya 70, miaka 80 ingetuchukua kuchukua mwezi mzima kufikisha barua. Lakini leo hii dakika moja tu umeshakufikia ndugu yako aliyeko Mbeya. Kwa nini? Kwa sababu ya utandawazi. Kuna simu, apiga dakika moja anakamata, mnawasiliana. Utandawazi. Sasa huu ni ulimwengu ambao umetuleta pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nitakwenda kuzama sana kwenye masuala ya mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii ni moja ya kifaa ama chombo kinacholeta ulimwengu pamoja, kinachotimiza makusudi ya utandawazi. Mitandao ya kijamii ni kifaa, ni chombo kimojawapo ambacho kinaleta ulimwengu pamoja. Chombo kingine nimesema ni barabara, chombo kingine nimesema ni usafiri wa anga, chombo kingine nimesema ni simu. Lakini pia mitandao ya kijamii ni moja ya kifaa. Sasa tutaanza na jambo letu la kwanza. Tunaishije? Kwa sababu sisi kama Wakristo tuliookoka, tukishindwa kuishi sawa sawa kwenye mitandao ya kijamii, ama tukishindwa kuishi sawa sawa kwenye ulimwengu huu wa utandawazi, tunaweza tukapoteza imani. Tunaweza tukapoteza utakatifu. Tunaweza tusifike mbinguni. Kwa sababu ya utandawazi unaweza usifike mbinguni. Kwa sababu ya uwepo utashindwa kufika mbinguni. Jana nimesema nyuma ya utandawazi, wakati wote nyuma ya utandawazi kunakuwa na hila ya ibilisi. Na nikasema jambo lingine la kuondoa utakao ulishike sana. Nimesema kwamba watu wote waliokuwa wakifanya jitihada za kufanya ulimwengu uwe karibu na kuleta maendeleo, wengi walikuwa wanasukumwa na jeuri ama kiburi cha mwanadamu cha kumuonesha Mungu wao ni kina nani. Tulisema kwenye Mwanzo 9 na Mwanzo pia 11 tunaona Nimrod akasema na tujifanyie mnara, tusitawanyike, tukae hapa, tuje pamoja. Ni some kind of globalization. Ni aina fulani ya utandawazi alianzisha. Tena kulikuwa na kiburi, kujiinua. Lakini wakati wake ukapita, ikionyesha kwamba Mungu ni zaidi ya wanadamu, ni zaidi ya hekima za wanadamu. Kwa hata ulimwengu tulionao sasa huu ni aina fulani ya jeuri ya mwanadamu. Kwa hiyo mimi na wewe tusikumbwe. Tukunye namna fulani ya jeuri ya mwanadamu, anaonesha yeye ni nani kupitia teknolojia. Sasa ukizama huko kama mtu aliyeokoka usijue, utapoteza utakatifu, alafu utaangamia. Utandawazi sio kitu kibaya wakati kwenye maeneo mengine kama tulivyoona jana. Kwa sababu unarahisisha, hata wewe unaweza kufanya biashara, hata wewe unaweza kuwasiliana, hata wewe unaweza kuonekana. Ni vitu vizuri, lakini nyuma yake kuna secret agenda. Agenda iliyojificha, mbele yako agenda iliyojificha. Sasa hiyo wewe kama uliyeamini unapaswa ufahamu, ujue agenda iliyojificha. Kwenye utandawazi tunakwenda mbali mpaka tunataka tufikiri pamoja. Kwa utandawazi pia unataka kufanya watu tufikiri kwa pamoja. Yaani anachokiwaza Adrian pale na mimi viwe vitu sawa, na yaani kusiwe na tofauti. Kusiwe na tofauti. Yaani Adrian asinipinge na mimi nisimpinge, twende sawa. Huo ni utandawazi. Ndio ulimwengu ulivyo, tuwe pamoja. Ndio maana unaona kuna agenda kama za ushoga. Ndio wanatoa wazo wanalazimisha. Tusishangae. Iwe ni sawa, ni sahihi, yaani wote tulingane. Jana nilitoa mfano wa ndugu yetu aliyekuwa akitaka kufanya tuwe na sehemu moja ya kuabudia. Waislamu, Wakristo, Waroma, Pentekoste, Protestanti, tuwe pamoja. Tusipishane, tuwe sawa, jambo ambalo haliwezekani kwa mtu aliyeamini. Maana utandawazi unataka wewe utupie
mbali. Na yule Muislamu naye atupe mbali maadili yake. Na yule Mroma naye atupe mbali, tuje pamoja tuabudu pamoja. Sasa ni dini ya aina gani inatokea? Ni imani hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo ndio secret ya agenda, ni agenda iliyojificha kwenye masuala ya utandawazi. Sasa tunaishi ndio tunaangalia leo. Moja ama A. Tumesoma Mwanzo 1:27, tunaishi. Na lazima tuishi kwa sura na mfano wa Mungu kwenye utandawazi. Kwenye ulimwengu utandawazi lazima tuishi kwa sura na mfano wa Mungu. Elewa kwamba wewe unamwakilisha Mungu hapa duniani. Na unapokuwa unaishi, Mungu anakutazamia uishi kwa kumwakilisha yeye kwa sura na mfano wake. Andiko letu wanaume linasema katika Korintho wa kwanza 11:7, kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunika kichwa, sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu. Bii yake inasema mwanamke ni utukufu wa mume. Kwa hiyo ishi, kaa, tembea, enenda kwa sura na mfano wa Mungu. Kama hautatekwa na utandawazi. Kwa sababu hatuwezi kuwa nje ya utandawazi. Hilo na wenyewe uelewe. Hatuwezi kuwa nje ya utandawazi. So tayari tunautumia. Lakini ili tuweze kuwa salama, ishi kwa sura na mfano wa Mungu. Wanapokutazama wale wa ulimwengu, waone sura na mfano wa Mungu. Unapoenenda, unapofanya biashara, unapofanya kazi, unapotumia mitandao ya kijamii, kwa sura na mfano wa Mungu. Sura na mfano wa Mungu maana yake ni kuchukua tabia ya Mungu ndani yetu. Tunapokuwa katika ulimwengu wa utandawazi, globalization. Ulimwengu wa utandawazi, tunaishi ndani ya tabia ya Mungu. Hatuwezi kutekwa, hatuwezi kuibiwa, hatuwezi kupotoshwa, hatuwezi kukengeuka, hatuwezi kurudi nyuma, kwa sababu ndani yetu tuna tabia ya kiungu. Hatuwezi kumezwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Sasa ukiweka mbali tabia ya kiungu, utamezwa. Kwa nini? Kwa sababu utandawazi, tafsiri nyingine utandawazi ni mvuto. Utandawazi ni mvuto unaovuta hisia, akili na matakwa ya mwanadamu kumfanyia kazi ulimwengu. Kumfanyia kazi ulimwengu. Sasa kama utaingia bila tabia ya Mungu, tumesema kufanana na Mungu, sura ya Mungu ni kuvaa tabia ya Mungu ndani yetu. Sababu usije ukasema sasa na maana sura ya Mungu itakuwa nikionekana kama Mungu usoni. Hapana. Hautaonekana kama Mungu usoni. Lakini tabia yako na matendo yako yataonesha uungu ndani yako. Yale mambo ambayo yako ndani ya utandawazi yako kinyume na Mungu, kama nilivyosema ushoga, kama nilivyosema imani potofu zinazohubiriwa kama zinavyoonekana, na mambo mengine mengi machafu tutaona baadaye, hayatakuwa sehemu ya maisha yako. Kwa sababu gani? Umevaa tabia ya God's character. Bwana Yesu asifiwe sana. Uoneshe tabia ya kiungu wapi? Moja, ofisini kwako. Kule ofisini kule tunaishi ni maisha yale ya utandawazi. Ofisini kwako. Wapi? Katika biashara yako. Uoneshe tabia ya kiungu katika biashara yako. Biashara, jana nilisema katika utangulizi kwamba utandawazi unapatikana, unaonekana na unafanya kazi kwenye nini? Kwenye biashara, kwenye siasa, kwenye serikali. Hizo ni interaction, kwenye teknolojia na kwenye dini pia. Maeneo yote utandawazi unafanya kazi. Katika mikutano yetu yote, interaction zetu zote, kwenye biashara, kwenye siasa, kwenye dini na imani, kwenye tamaduni pia utandawazi unafanya kazi. Kwa katika maeneo yote hayo, onesha tabia ya kiungu, hautatekwa na utandawazi. Kwa ofisini kwako, onesha tabia.
kifaa kimojawapo kinacho fanya kazi na kinachochangia maendeleo ya utandawazi ni mitandao ya kijamii, social media platforms, majukwaa ya kijamii ambayo yako mtandaoni. Safari, michezoni, maeneo yote yanafanya kazi na utandawazi. Onesha tabia ya kiungu. Kwa jirani yako, onesha tabia ya kiungu. Tabia ya kiungu isipoonekana, usipoiweza, maana yake utafanya bidii yake. Utakumbwa na upande mbaya wa utandawazi. Upande mbaya wa utandawazi utakuvamia. Petro 2 anasema, Petro 2:1 anasema, tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Unaweza ukasema mkiokolewa na uharibifu uliomo katika utandawazi, katika utandaaji, katika usambaaji, kwa sababu ya mivuto ya tamaa zilizopo katika utandawazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna ya kuishi namna hiyo, tabia ya kiungu, nitaepuka na uharibifu. Anasema tena, ukiishi katika tabia ya kiungu utakuwa na lawama kama mtendakazi pamoja na Mungu. Anasema Timotheo 2:6. Tutasoma hapa. Timotheo 2:6. Wowote walio chini ya kongwa hali ya utumwa na wahesabie bwana zao kuwa wamestahili heshima yote. Jina la Mungu lisitukanwe, wala mafundisho yetu. Tunataka kuona taratibu. Tabia ya kiungu ikikosekana ofisi, tabia ya kiungu ikikosekana kwenye biashara, tabia ya kiungu ikikosekana kwenye safari unazozifanya, kwenye mikutano labda ya sasa, kwenye vyovyote vile, neno la Mungu litatukana. Nasema huyu ameokoka, lakini kama utandawazi umeukumba huo, lawama zitakuwa nyingi. Lakini kwenye upande wa ofisini, utandawazi umerahisisha vitu sana. Utandawazi, namna ya kufanya kazi umerahisisha, na unaweza hata ukafanya kwa kutumia teknolojia, ukafanya wizi ofisini tofauti na zamani. Hata kupitia akaunti mbalimbali unaiba, kufanya vitu vingi. Kwa hiyo utandawazi unakusaidia kufanya ubadhirifu, na kama uliokoka unafanya ofisini. Kwenye biashara pia unatapeli watu, kwa sababu sisi kuna njia nyingi. Kuna simu, wewe unafanya biashara, alafu huduma zako udeliver kwa wakati, ama unapelekea watu bidhaa za uongo, unatangaza vizuri, vitu vinaonekana vizuri kwenye simu zako, kwenye nini zako, lakini ukipeleka delivery mtu akiona ni takataka kabisa. Umedanganya. Mungu atusaidie. Kwa usibe, tumesema ukiwa ofisini. Tunazungumzia ile maeneo kama 4-5. Ofisini, biashara, kwenye mitandao ya kijamii. Nitagusa ofisini na mitandao ya kijamii kwa sababu ya muda. Kwa ukiwa ofisini usibe, kwa kusaidiwa na teknolojia. Pia usiwe mzembe wa kazi, kwa kusaidiwa na teknolojia. Fanya kazi yako kwa bidii. Ishi maisha ya haki ofisini, kionyesha kuwa wewe ni sura na mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kwenye kipengele kingine, mitandao ya kijamii. Unapokuja nitakaa kidogo sana. Mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii ni kitu gani? Mitandao ya kijamii ni majukwaa ya mitandao. Ni ulimwengu halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaelezea kidogo. Mitandao ya kijamii kwenye lugha ya Kiingereza inaitwa social media platforms. Maana yake nini? Maana yake teknolojia. Teknolojia imehamisha maisha. Maisha yamehamishwa, yamechukuliwa, yamewekwa mtandaoni. Dunia imehamishwa, imewekwa mtandaoni. Tuelewane vizuri hapa. Kwa yale maisha ya mtandaoni ni maisha halisi. Unaweza kuongea, unaweza kuzungumza, unaweza kutembea, unaweza kukalia, unaweza ukacheka. Yaani kama mambo ambayo tunafanya
kwenye ulimwengu huu wa kupeana mikono na kuonana, ndicho kinachotokea kwenye ulimwengu wa mtandao. Tunasema ni virtual world. Virtual maana yake ni mtandao. Hatushikani hivi, lakini kila kitu kinaweza kufanyika kiuhalisia na matokeo yakatokea na uharibifu ukatokea au mafanikio yakatokea. It's a virtual world. Maana yake kuna distance fulani, lakini mtandao umeunganisha teknolojia, internet, kwa kusaidiwa na internet imeunganisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vichafu vinaendelea sana mtandao. Kwa sababu ni virtual. Ile virtual inafanya vitu vinakuwa halisi. Nilikuwa namsikiliza Mark Zuckerberg, huyu mmiliki wa Facebook, anasema wanaendelea na matengenezo na innovation ya kwamba unaweza ukawa nyumbani kwako lakini ukaingia Mlimani City. Kwa hiyo vicho unauziwa, kuna miwani fulani unauziwa, unakaa nyumbani kwako unavaa, unaingia Mlimani City huko nyumbani kwako Kinondoni. Na unapita kwenye corridors hizo, unachagua bidhaa, kila kitu unaweka na zinakuja nyumbani kwako. Hiyo ndio nini? Maisha, ni maisha halisi. Ni mambo fulani ambayo yanasisimua. Na sasa hivi hata Washington wanaanza wanauza. Kuna ukiingia kwenye WhatsApp, Mark Zuckerberg ana WhatsApp yake, kwenye WhatsApp ameweka matangazo yake. Wanauza miwani hiyo. Kuna miwani inauzwa bei tofauti kulingana na uhitaji wako. Bwana Yesu atusaidie sana. Inauzwa, unanunua, kuna $750, $1000 ngapi mauziwa. Unaweza kufanya hivyo, ukatembea uko nyumbani kwako, ukafanya manunuzi uko nyumbani kwako. Sasa hivi current tunavyozungumza, mambo mabaya ile machafu, mtu yuko nyumbani ananunua kahaba. Ndio. Wewe sasa muamini lazima ujue, ananunua kahaba mtandao. Wako live. Unabofya, unachagua huyu, unanunua na unamaliza kila kitu. Unalipia, ushalipia na uchafu wote unaendelea. Wewe ulipia. Wewe kwa nyumbani kwako, naye kwa nyumbani kwako. Kwa kutumia nini? Sisi waamini tujue haya mambo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sisi tukajikuta na sisi tunajikita kwenye balaa. Tunaharibikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kutumia simu zetu kama Wakristo, utakatifu unapotea. Hali inaharibika, mioyo inaharibika, utakatifu unaondoka. Nini? Virtual world. Bwana Yesu atutakase. Bwana Yesu atutakase. Ni hatari. Ni majukwaa haya. Mitandao ya kijamii ni majukwaa yanayowakutanisha watu kutoka sehemu mbalimbali duniani kwa kutumia teknolojia ya internet na vifaa vyake uwezeshi, simu yako janja na kompyuta. Bwana Yesu atusaidie. Sasa wewe mlokole, wewe uliyeamini, ili usichafuke, ili usipoteze wokovu wako, ili usipoteze ulokole wako, ili pia usimkose Mungu, unaishije? Mungu atusaidie sana. Tamani watu wote tuwepo, unaishije? Kwa sababu ndio matatizo yanayotukuta kila siku. Maisha yanayotukuta kila siku. Mitandao. Namba moja. Unaishije? Fahamu mitandao ya kijamii ni aina fulani ya dunia katika hali ya virtual. Yaani iko halisi. Kuna distance lakini kuna ukaribu wa hali ya juu. Ina uwezo wa kufikisha unachotaka popote duniani, hata pale ambapo wewe mwenyewe haujawahi kufika, lakini yenyewe hiyo dunia inafikisha. Mahali kwingine wewe hautafika mpaka ufe, hautafika. Lakini yenyewe itakuwa imefikisha taarifa zako, imefikisha unachotaka. Kama aidha ni kizuri ama kibaya. Kama kizuri kama neno la Mungu litafika kule, labda ni Australia huko mbali katika bara la mbali kabisa kaskazini mwa ulimwengu. Litafika neno la Mungu. Na unaweza usifike mpaka unakufa. Kama ni kitu kichafu utakifikisha, kitafika kule. Na wewe usifike. Kwa ni jambo hatari la kuwa makini sana.
namna ya kuishi. Ujue kwanza jinsi ulimwengu ulivyo. Fahamu kila wakati kabla hujaweka maudhui, content. Maudhui tunajua, maudhui ni vitu ambavyo unataka kupandisha mtandao. Labda neno la Mungu, ama labda matangazo, ama picha zako, zile picha unazoweka, unazojipiga. Ukijipiga picha ile tayari ni content. Ukipandisha ile content tayari. Video yako ile ni content umepandisha. Kama hujakaa kwa live pale Facebook, ile ni content. Kwa unaambiwa kabla hujaweka maudhui yako, elewa kwamba kuna mtu asiyeokoka anakuangalia. Wewe si umeokoka? Basi elewa kuna mtu asiyeokoka anakuangalia. Na nimesema anaathirika vizuri au anaathirika vibaya na kile unachokiweka. Kama ni picha, kama sio umekaa hivi, kama sio umeinama, kama sio unaruka, kama unacheka, kama vyote unafanya, elewa wewe ni sura na mfano wa Mungu. Na content yote unayoweka, chochote unachokiweka mtandaoni, huyu ambaye hajaamini anakisubiria na anakiangalia, na kinaweza kikamwathiri vizuri ama vibaya. Mahali pengine Biblia inasema ni ole wake mtu ambaye atawaharibu mmoja wa wadogo hao. Kwa wakati mwingine utandawazi unaweza kutufanya tuwalete wengi kwa Yesu ama tuwapoteze wengi kwa Yesu kwa namna tunavyoishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza wakati wa leo tusingepata shida sana kuhubiri na kushuhudia. Kuhangaika mitaani hivi na hivi kama zamani. Kwa sababu mtandao umetusaidia. Lakini bahati mbaya, kwa jirani yako bahati mbaya, hatutumii vizuri. Badala ukae pale upige injili, useme neno la Mungu, ufanye hivi, unajiishia kujisaidia, kupiga picha, kujibenua hivi, sio hivi inaonekana hivi. Hamna kitu. Lakini umeokoka wewe. Mtu anajua huyu mlokole anategemea anishuhudie, afanye hivi, umwathiri vizuri positively. Lakini unaishia tu kuonesha shape, kuonesha rangi, kuonesha nini. Hamna lolote linaloendelea. Tunaishije? Ndio kwenye point yetu ya kwanza. Ishi kwa sura na mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa? Pamoja na kazi zako, biashara zako, lakini kumbuka wewe ni sura na mfano. Pia, 3, kumbuka wewe ni barua. Wewe ni barua, watu wote wanakusoma. Sasa zamani katika mtandao, mambo mengi ya walokole yalikuwa ni siri. Lakini siku hizi walokole wameandikwa. Maisha yao yameandikwa. Kumbuka yale ni maisha halisi kabisa. Haya tofauti na maisha haya. Nasisitiza hilo. Kumbuka. Alafu bora maisha haya. Kama nikigombana na mtu fulani inaishia hapa. Yaani huwezi kureplay, kuirudia. Lakini yale mtandao yatakuwepo maisha yote. Mpaka Mungu atakapokunja ulimwengu kama karatasi na kuutupa. Lakini kama utaendelea kuwepo, hizi taarifa zako zitaendelea kuwepo. Akija mjukuu wako, anasema anaandika Naomi Kameta. Sinapita. Mwaka 1900, mwaka 2024, alikuwa hivi. Alifanya hivi. Kumbe kulikuwa na video hii. Ilikuwa na hivi. Kumbe alikuwa namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vitu hatari. Kuna siku nilishakuelezaga mgombea mmoja wa urais nchi moja ya Afrika alikuwa ni mwanamke. Watu wasema, huyu ndio tunapaswa kumpigia kura huyu. Kumbe alipokuwa msichana alikuwa hivi, alipokuwa binti. Tukimpa urais itakuwa hapana. Kwa unachokifanya leo kwenye mtandawazi kina athari kubwa miaka yako 30 ijayo bila wewe mwenyewe kujua. 30 ndio tuseme mbaya, hata 5 ijayo. Hata 10 ijayo. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo kumbuka wewe ni barua na watu wote wanakusoma kama uliokoka kwenye utandawazi na kwenye mitandao ya kijamii. Unasoma kama barua. Je, barua yako inasomeka vizuri? Inasomeka sawa sawa? Ama unasema siku hizi wokovu umekuwa rahisi sana. Kama hata na huyu naye anachokifanya wokovu ni
anakuanza yeye. Maana ameshakublock. Huwezi kumshuhudia. Kwa nini anakublock na kwa nini sababu anasifia kwa sababu anameshaona mtu mwingine anayesema ni mlokole mtandaoni maisha yake. Wanaona kama maisha ni hali, basi mimi nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Vaa vizuri kama aliyeokoka. Ule ni ulimwengu. Tunarudi kwenye mionekano pia. Vaa vizuri unapokuwa kule. Zungumza vizuri kama muamini. Tofautisha kabisa maudhui yako na ya wasioamini. Maudhui yako wewe uliokoka yatofautishe kabisa na yule asiyeamini. Kama ni mwanaume usijifananishe na wanaume wale. Kama ni mwanamke usijifananishe na wanawake wale. Kwa sababu kazi moja ya mitandao hii ni kufanya tufanane. Ndio unakuta hamna kitu cha tofauti mtandao. Wote ikipigwa nyimbo fulani, wote wataitumia kama background vocal. Wataitumia watu wote wanaitumia background. Kama picha fulani wataitumia kama background vocal. Na wewe unakuwa na wewe picha fulani ama sauti fulani ya muziki ndio unaitumia na wewe tena. Wewe mmoja Mungu akusaidie. Na wewe tena video hiyo unaitumia na wewe. Saidie. Acha. Na misemo na wewe hiyo. Buruka hizo. Kaa kama ulio. Vaa kama aliyeamini. Kaa kama aliyeamini. Tembea kama aliyeamini. Ili wasioamini wapate la kujifunza. Na kusema kumbe walokole nao wapo kwa kweli. Waliokoka wapo. Usijaribu kutumia video au nyimbo za kidunia ndio nilichokuwa nakisema. Zilizo tayari mtandaoni, huo ni mtego wa imani yako. That is a trap. Tena unaweza ukajivalia mtu mmoja mkubwa wa imani naye ametumia. Kwa hiyo mimi ni nani bwana? Mimi ni nani? Wewe ni wewe. Wewe ni wa pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni wa pekee, wewe ni tofauti. Swala la mbinguni ni la binafsi. Sio la kwamba kwa sababu fulani kafanya, askofu kafanya, mchungaji kafanya, basi mimi nafanya. Ni la kwako. Wokovu ni wa kwako. Jambo lingine la sita nafikiri. Usivutiwe na mambo ya kitoto. Usifanye mambo ya kitoto. Unakuta mlokole mzuri ameokoka lakini kuna vitu vya utoto. Unajua mitandao wakati mwingine ni for fun. Yes, kwa ajili ya kufurahi. Na mwanzoni kabisa nilikuwa nasoma pia Mark Zuckerberg tena. Napenda sana kumsoma. Alipoanzisha Facebook, maana ilikuwa ni kwa ajili ya urafiki. It was just for fun. For friends kukutana. Walikutana wafurahi. That was the primary objective. Ilikuwa ndio lengo la kwanza. Just to make fun. To meet with friends, kukutana na marafiki, wafurahi. Hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza. Kwa hiyo hajaondoka mpaka leo. Hiyo hajaondoka. Ingawa sasa hivi imebadilika, mitandao ya kijamii imekuwa kibiashara. Na inafanya biashara. Na inatengeneza billions of money. Mapesa mengi inatengeneza kwa waliotengeneza na kwa sisi tunaotumia. Ukitaka ikuletee fedha, inakuletea. Lakini primarily mwanzo ilikuwa ni for fun. Hata ukiangalia TikTok ni hata sasa inaonekana ni for fun. Ingawa watu wanatengeneza pesa. Kwa unakuta aliyeamini aliyokoka naye ameweka pua limekuwa likubwa. Anashika. Ameweka sasa na wewe uliokoka. Na wewe kuna app ambazo zinabadilisha sura. Unaweza kuweka kitambi kikubwa ama pua kubwa ama ndio ukutana na au sauti imebadilika. Sasa unahubirije? Unamtumikiaje Mungu katika hali ya masahara? Naye amesema katika Zaburi, wala msiketi barazani pa wenye mizaa. Sasa social media platform na sasa kama ni barazani pa wenye mizaa. Ni sawa umeingia, it's okay. Sawa umeingia. Hilo ni baraza la kwenye mizaa. Lakini wewe unafanyaje kufanya chombo cha injili? Haleluya. Unafanyaje kuwa hicho kuwa ni chombo cha injili na sio masahara?
watoto mitandaoni. Uwe mtu wa heshima. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Haleluya. 7, lionyeshe tunda la Roho kwenye mtandawazi. Tulione. Hapo tunasema mtu ameokoka. Lionyeshe tunda la Roho. Onesha tunda la Roho. Wakorintho wa 2:3. Tuone matunda. Tuone vitu vizuri. Tuone vinaota vitu vizuri. Mitandao ni huko. Bwana Yesu atusaidie. Anasema Mtume Paulo kwenye Wakorintho wa 2:3, ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa miongoni mwetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Lakini katika Wagalatia mlango ule wa 5 mstari wa 22 mpaka 23 linaonekana tunda la Roho kwa muamini. Sasa tunda la Roho kwa muamini si tu kwa ajili ya ulimwengu huko kuonana hivi na kusalimiana, hata huko katika utandao, huko katika mitandao. Tuone. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mbele ndani yako, barua yako inasomwaje wewe? Barua yako inasomwaje kule hewani? Huko hewani inasomwaje? Inasomwa kama ni kituko fulani, mchekeshaji fulani, mtu masihara fulani, katuni fulani, mtoto fulani. Tena wengine wana position kubwa kanisani. Mwingine ni mzee wa kanisa lako. Mwingine ni shemasi. Lakini ndio wewe alivyo kama shemasi kanisani, ni tofauti kabisa kama alivyo kwenye nini? Facebook yake ama kwenye TikTok yake. Wewe ni shemasi, ni mzee, lakini namna unavyoonekana kwenye TikTok yako, kama Facebook yako, account yako, ama kwenye YouTube ni tofauti, unaonekana kama fani. Watu usielewa na hapo. Lazima ujibiwe. Lazima uniheshimu. Ukijisikia unajua mtandao wa kijamii huwa inawasha. Ushakuwa na simu nzuri, ina simu nzuri, una bando una nini, unawashosha kuposti. Sio posti nini? Sio nikae kwenye kiti, sio nipande juu ya gorofa, yaani inawasha. Tulia. Mmoja yako tulia. Kumbuka wewe ni kiongozi wa kanisa. Unaliwakilisha kanisa. Amen. Unajua vile ulivyo ndivyo watu wanavyoona na CWC mtandao. Unajua kumekucha CWC. Umefanya nini? Kumekucha. Unaposti vitu vya ajabu. Unaposti maneno ya ajabu, maneno. Mpendo tena anaposti mipasho. Anafanana na namna nini? Ya dunia. Anapashana, anasema mimi siwezi kuongea bwana mtu. Lakini nina sehemu yangu ya kuongea. Nini? TikTok. Nitatuma ujumbe TikTok. Na unatuma unafanana na nani? Wewe ni sura na mfano wa Mungu. Maana tuko kwenye pointi ya sura na mfano wa Mungu. Wewe ni sura na mfano wa Mungu? Hapana. Hivyo walokole wanapashana kwenye mitandao. Wanapashana kwenye akaunti za mitandao ya jamii. Hawapashani. Wanasaidiana wakiwa kanisani. Haleluya. Haleluya, haleluya. Twende B, hiyo ilikuwa ni A. B, uwe kielelezo. Kielelezo ni kitu kinachofuatwa, kitu kinachoigwa. The blueprint wasema, blueprint. Yaani watu wakikuangalia wasema yes, nataka kuwa kama huyu mpendwa mwana wa Mungu. Kielelezo. Anapokuangalia kwenye account yako, yes, this is the man of God. Huyu ni mtu wa Mungu, si ndio wanaangalia? Yaani maana una upako hata kwenye mtandao wako. Sio maswali. Hii kweli sawa kama nilivyosema. Kweli sawa. Au watu tukisema leo mzee wa kanisa ameposti nini? Ameposti nini Mungu wangu? Unaweza kumpigia simu pale, ishushe hiyo. Yaani ishushe hiyo. Imekuondolea heshima hiyo, shusha. Pamoja na hapo Mungu akusaidie. Paulo kielelezo, hiyo ndio B. Anasema Paulo, mtu awaye yote asidharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio
usemi na mwenendo na katika upendo na katika na imani na usafi. Hiyo inakwenda mpaka huko, sio kanisa, mpaka huko kwenye virtual world, kwenye internet, kwenye platform za kijamii. Sio kanisani uko sawa kielelezo, lakini ukipandisha vitu vyako kule ni vitu tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia tena Tito. Huyu anamwambia tena Tito, anamwambiaje? 2 sana. Katika mambo yote ukijionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema, na katika mafundisho yako ukionyesha usahihi na ustahifu. Mimi baada ya kujifunza hivi huwa nafikiri mara 2, mara 3 mpaka mara 4 nini nifanye kwenye akaunti yangu. Kama sina basi nyamaza. Sasa unajua nikifanya inaweza kuwa ni kitu kingine ambacho nakifanya. Si ndio? Bora unyamaze. Kwa kielelezo ni kwa mfano kwa watu. Kwa kielelezo ni kuwavuta watu upande wako kwa namna sahihi, kwa namna unavyofanya vyema, kama Paulo anamwambia Tito, kwa ustahihi, vizuri. Kwa kielelezo ni kunyoosha maisha yako kumfanana Kristo aliye kielelezo kikuu. Haya mambo matatu ya muhimu sana. 1, kwa kielelezo ni kuwa mfano kwa watu. 2, ni kuwavuta watu upande wako kwa vitu vizuri unavyofanya, sio vibaya. Lakini 3 ni kuonesha maisha yako yanafanana Kristo aliye kielelezo kikuu. Bwana Yesu asifiwe. Huku tukikumbuka basi ni sura na mfano wa Mungu. Sasa sura na mfano wa Mungu huko kwenye mtandao, na wewe ni sura na mfano wa Mungu, lakini ni kituko, ni kikatuni kule kwenye mtandao, ni kikatuni. Umesahau wewe ni sura na mfano wa Mungu. Umesahau wewe ni kielelezo. Lakini umesahau kwamba wewe ni barua unasomwa na watu wote. Lakini umesahau kwamba wewe ni kanisa, unawakilisha kanisa kwanza la mahali pamoja hili, lakini kanisa la ulimwengu. Ndio maana tunatukana sana walokole sasa hivi. Mbona? Hatari, mapenzi kwa hatari. Fahamu mipaka yako ukiwa katika ulimwengu wa vicho, ulimwengu wa mtandao, wa internet, ulimwengu wa social media platform. Fahamu mipaka yako. Fahamu kwamba mimi kama mwana wa Mungu, kama mtu niliyeokoka, hiyo ni sitakiwi kuvuka hapa. Na utawezaje kufahamu mipaka yako? Kwa kulijua neno la Mungu. Neno la Mungu ndio kipimo. Ukiwa ndani ya mtandao, unaangalia, je, hiki ninachokizungumza ni sahihi kulingana na neno la Mungu? Neno la Mungu ndio kipimo. Ni sahihi, sio sahihi, huu ni mpaka. Siwezi kuvuka. Je, haya manyimbo ni sawa? Je, hii application kwangu mimi inaonyesha vitu vichafu vibaya, je, ni sahihi kwangu kulingana na neno la Mungu? Sio sahihi. Weka mpaka. Kwa hili ile takiwi, ili ni mpaka kwangu, halifai. Je, jinsi alivyoposti msanii mmoja wa kimataifa wa kidunia huko ambaye hajaokoka, kaposti kwa namna fulani. Je, mimi nikiposti vile vile, nikizungumza vile vile, ni sawa? Kama niliokoka si sawa, huu ni mpaka, unaacha. Sasa wapendwa, wengi tunafanya sawa na wanavyofanya watu. Na ukifanya vile vile sawa, nia iliyojificha utandawazi inakuwa imetiki, imefanikiwa, na shetani anapata ushindi. Jiepushe. Fahamu mipaka yako kwenye mahusiano mitandao. Fahamu mipaka yako kwenye kuabudu mitandao. Fahamu kwenye kuzungumza kama Wakristo, kwa sababu kwenye mitandao kuna uhuru mwingi. Namba D. Usifuatishe namna ya dunia. Hiyo namba D. Usifuatishe. Lengo la utandawazi, lengo la social media, wote twende sawa. Wote twende sawa. Aliokoka, asiokoka, aliyeamini, wote twende sawa. Wote twende sawa kwenye mnyororo mmoja. Tufanane. Lakini Paulo anasema usifuatishe namna ya dunia. Ukifuatisha maana yake lengo limekamilika la shetani. Limekamilika. Warumi 12:2 anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanya upya nia zenu, mpate kujua
kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Ni kweli utandawazi una vitu vingi vizuri, lakini kumbuka nia iliyojificha ni kukugeuza mbali na Mungu. Usifuate. Bwana Yesu atusaidie sana. Kataa kuwa mtumwa wa mifumo ya ulimwengu, kwa kuwa ina mwisho. Tuliona jana. Kataa kuwa mtumwa wa mifumo, ina mwisho. Tuliona jana kwenye utangulizi wa somo letu, ilikuwa mifumo ya utawala mizuri sana. Mifumo mizuri ya utawala, na mfumo mmoja wa utawala ulikuwa ni utawala wa Kirumi wenye nguvu sana. Ulitawala dunia nzima, lakini ulipita. Hata hili la social media platform halikuwepo. Lipo sasa, lakini nikwambie litapita. Amen. Litapita. Sasa kama wewe utaanza utatekwa, utazolewa, utabebwa na kitu kinachopita, utaikosa mbingu. Ni ufalme mmoja tu, ama mfumo mmoja tu wa ufalme. Tukasoma namna mfalme alivyoonyesha Nebukadneza ndoto yake, maono yake. Njia kidogo basi halali mpaka mengine. Yeye amekuwa mtumwa kiasi kwamba hata kuabudu hawezi kuabudu kama anavyoabudu mitandao ya kijamii. Amekuwa mtumwa vibaya kiasi kwamba akiwa na shilingi 1000, unaotumwa ulikuwa mbaya. Addicted, inakuwa ni addiction, kama ulevi. Wewe leo usiwe mtumwa wa mfumo. Amekuwa ni mtumwa kiasi kwamba akiwa na shilingi 1000, yuko radhi ile 1000 yake anunue bando na aache kutoa sadaka. Sio Jumatano anakuja kwa kanisa kwa na shilingi 1000. Unaona ni bora 1000 anunue bando, lakini hiyo 1000 sio kutoa sadaka. Lakini akinunua bando anajisikia, lakini asipotoa sadaka hajisikii chochote. Huyu ni mtumwa. Mwingine hawezi kulala mpaka mwingine anapoteza masaa mengi, vijana wanapoteza masaa mengi. Saa 2 anasafu mtandao. Saa 3, saa 4, saa 9. Ukiangalia hivi yuko online. Anakuruka na online. Halafu asubuhi ni kusinzia kazini, ama kama na shughuli zake binafsi basi ni kuamka saa 6. Sasa huyu mtu ni maskini. Atakuwa na maskini kwa sababu mifumo ya ulimwengu huu wa utandawazi na mitandao umefanya kuwa mtumwa, na amekuwa maskini sana. Mungu atusaidie. Haleluya. Mmoja na wewe ni mtumwa wa utandawazi, ni mtumwa wa mitandao. Leo kama siku ukafunga mwezi mzima, unafunga kama mifungo, hata wewe mfungo unafunga tu, hamna kuweka bando, hamna nini, mwezi mzima unafunga. Uone maisha yanakuwa mazuri. Leo unafurahia maisha mwezi mzima. Baada kama isiwe ni kazi ambayo inapotea kupata chakula. Funga. Uone je utakufa? Je utaathirika? Hamna, unaweza maisha mazuri tu. Bora ulipokuwa na kitochi ulikuwa unaishi. Tena ulikuwa na kitochi juzi tu, ulikuwa na kitochi. Na ulikuwa unasema ulikuwa unaishi. Kwa nini umetekwa? Bwana atusaidie. Ndio ujue kuna nguvu nyuma yake ya utandawazi. Kuna nguvu. Kwa nini ulali sasa hivi? Kwa nini ujisikipaka uweke 500? Kama ulikuwa na hela ya maandazi, wanaacha kula maandazi na kunywa chai tu, uweke bando. Kuna spirit kubwa sana. Kwa kataa. Kwa jina lako kataa kutumwa. Jambo lingine, fanyika nuru katika giza hilo la utandawazi. Huko kuna giza. Utandawazi ni vitu vinaonekana kama vimesambaa, viko wazi. Viko wazi. Lakini kwa kweli kuna giza. Na hiyo giza inahitaji nuru. Na hiyo nuru ni wewe. Haleluya. Haleluya. Hiyo nuru ni wewe. Amen. Fanyika nuru katika ulimwengu wa giza. Kwa nini umeingia kwenye giza? Halafu na mwenyewe umemezwa na giza, umekuwa giza. Sasa haijulikani giza ni lipi na nuru ni ipi. Nuru imeingia gizani na yeye nuru imekuwa giza. Bwana tusaidie. Haleluya, haleluya. Yohana
16 anasema, Yohana mlango wa 15. Anasema mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu. Hilo andiko ambalo nilikuwa nilisema toka jana. Mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Sura 16. Wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Wewe usiondoke, sio kama unatoka, kama unataka, lakini fanyika nuru, sababu ulinzi unao ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Namba nyingine, namba G, tunakaribia kumaliza. Ya Kaisari mpe Kaisari, na ya Mungu mpe Mungu. Ile swali lilikuwa Yesu aliulizwa na waandishi wa Torati na Mafarisayo wakaenda kumjaribu. Wanasema sasa tufanye nini kwa Kaisari? Sema ya Kaisari mpe Kaisari, na ya Mungu mpe Mungu. Nini maana yake kwenye somo letu la utandawazi? Nini maana yake katika somo letu la utandawazi? Katika muktadha wa somo letu. Maana yake ni kwamba wanaume, lengo moja la utandawazi ni kufanya mwanadamu awe mbali na Mungu. Mbali na Mungu. Lakini tunakumbushwa kwenye somo letu, semina yetu, kwamba isiwe hivyo kwako. Unajua mifumo ya utandawazi, nimesema pale, moja ya mkakati mkuu wa utandawazi ni kumnyang'anya mwanadamu muda na Mungu wake. Kumnyang'anya mwanadamu muda na Mungu wake. Mwanadamu sasa hivi hana muda na Mungu. Unajua kuna maeneo mengine wanafanya kazi masaa 24. Na wengine kwa mfano huko China wanatafuta mataa wanaweka usiku. Japan hamna muda wa kulala. Kuna shift watu wanapokezana, hawalali. Sasa Mungu hakumfanya mwanadamu afanye kazi kama hiyo. Lakini ni utandawazi. Kutafuta maendeleo kwa nguvu, kutafuta maisha kwa nguvu, sio jambo baya, lakini ni kinyume pia cha makusudi ya Mungu. Mungu ameumba mwanadamu kwenye cycle ya kulala na kuamka, kulala na kuamka. Ndio maana akasema ameumba usiku na mchana. Maana kuna wakati utafanya kazi, kuna wakati utapumzika. Lakini mwanadamu anabadilisha zaidi. Anasema usiku unitoshi, mchana unitoshi, nafanya kazi muda wote. Yaani mawazo ya kitandawazi. Kwa hiyo ya Kaisari mpeke sana. Upo muda, na lengo la haya yote ni kumnyang'anya mwanadamu muda wake na Mungu. Sasa usitekwe. Usitekwe. Mpe muda Mungu. Mpe muda Mungu wa kwake. Wakati wa kuabudu. Sio katika na mifumo iliyobadilika. Hasa wanaume katika semina yetu, hasa wanaume wananyang'anya muda sana wa kuwa na Mungu. Lakini unajua matokeo yake? Wanaume wanaibiwa sana na utandawazi. Utandawazi unawaibia muda wao. Wanafanya kazi, wanajitenga mwili, wanawatafutia familia pesa usiku na mchana. Lakini ndio wanakufa wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu usipompa Mungu nafasi, utakufa wa kwanza. Kwa sababu hujapumzika, hujaabudu, hujapata nafasi na Mungu. Wanawake ni wajanja. Wanakimbilia kanisani, wanaabudu, wanafanya. Sisi tuko pale. Semina hii si ya kweli. Tujihesabu tuko hapa. Ni utandawazi. Umetuibia muda wa Mungu. Si kwamba tumebawa saa, si kwamba kazi ni nyingi, ndio maana tutakufa mapema. Utandawazi unatuua mapema. Kwa visingizio kwamba sisi ni wanaume tunatafuta pesa kwa ajili ya familia. Sisi wanaume hatulali bwana. Mimi siwezi kulala, natafuta pesa. Siwezi kwenda muda wa kanisani bwana, hapana. Wewe mke wangu nenda, mimi nitakwenda kutafuta pesa. Siku nyingine ni Sabato, unatafuta pesa mwanaume. Siku nyingine unatafuta pesa, hapana. Wewe utandawazi. Na utakuwa mapema mwanaume mwenzako anakuambia. Alafu utawaacha hao wanawake wanaendelea kwa sababu wametuzunguka. Wao wanapata muda wa kuabudu. Wanapata muda wa Mungu. Kwa katika semina hii ya wanaume, mwanaume mwenzangu, pata muda na Mungu. Pata muda wa kupumzika. Haleluya. Mwambie mwanaume pata muda na Mungu. Lazima utakufa mapema. Na ndio unaona wanaume wanakufa. Kwa familia zote katika Afrika, hasa wa Afrika, wanakufa. Ukiuliza nini ni hii,
akili ya utandawazi. Sisi kula. Sisi sasa mtafuta. Hivi na hivi. Mwanaume katika Mithali 11:1. Unaambiwa Mithali 11:1. Mizani ya hadaa ni chukizo kwa Bwana, bali vipimo vilivyo sawa sawa humpendeza. Maana yake nini? Maana yake Kaisari mpe Kaisari, ya Mungu mpe Mungu. Pima mambo yako sawa sawa. Ukifika muda wa kazi, fanya, huu ni muda wa Kaisari. Ukifika muda wa Mungu, fanya sawa sawa, mpe Mungu. Usiwe na mizani ya hadaa. Unasema mimi nimebana sana, nafanya kazi. Lakini mbona mzani wako umeelemea kwenye shughuli zako, mambo yako, vitu vyako? Mbona Mungu humpi? Mbona huonekani, humpi muda wake? Kuna shida hapo. Tunda la Roho limeongea. Basi tunda la Roho ni nini? Upendo, furaha, amani, utu wema, fadhili, upole. Alafu mwisho weka mzani, kiasi. Kumbe yote mzani wake ni kiasi. Sasa wanaume tumepungua kwenye kiasi. Ndio mwanaume umepungua kwenye kiasi. Ya Mungu haumpi, ya Kaisari yamejaa. Naona balongo anacheka. Ya Mungu haumpi, lakini ya Kaisari yamejaa. Huo ni mzani hadaa. Nani? Hata kumhadaa Mungu. Unasema mbona unapata muda? Yangu tu ndio upate. Fanya bidii. Mpe Kaisari yako. Ya Mungu mpe Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ni mambo nilikuwa naelezea hayo. Twende mbele tuelekee kufunga sasa semina yetu jioni ya leo. Jambo lingine, tumia utandawazi kutimiza agizo kuu. Mathayo 28:19. Ndio lengo la kufanya. Pamoja na biashara zako unazofanya. Najua kuna wafanya biashara, kuna wafanya biashara za mtandao. Lakini pamoja na haya, hebu tumuovertake shetani. Tumzunguke shetani. Yesu anatumia kuharibu, kama nilivyosema mwanzo. Anatumia kuharibu, anatumia kufanya ufisadi, uchafu. Sisi tumzunguke, tutimize agizo kuu. Agizo kuu nasema katika Mathayo 28:19 nasema basi nendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Ndio tunasema. Jiulize maswali haya yafuatayo kwenye point yetu ya H, nipa H. Namba H. Number 1. Televisheni yako inafanya nini? Rudi mpaka nyumbani. Televisheni yako inafanya nini? Kwenye kutumia utandawazi kutimiza agizo kuu. Inaendeleza ufalme. Pale chini tumesema vitu vyote hivyo ambavyo tutavitaja vinatumiwa na utandawazi. Na vinaathiri wanadamu. Sasa televisheni yako inafanya nini pale nyumbani? Alright. B. Simu yako inafanya nini kuendeleza ufalme? B. 3. Kompyuta yako inafanya nini kuendeleza ufalme? 4. Gari lako linafanya nini kuendeleza ufalme? 5. Biashara yako inafanya nini kuendeleza ufalme? 6. Ajira yako inafanya nini kuendeleza ufalme? 7. Nyumba yako inafanya nini kuendeleza ufalme? Bwana Yesu asifiwe sana. Haya yote yanatumiwa na utandawazi. Na wewe unayo. Ni ya kwako. Yanatumikaje kuendeleza ufalme? Kufanya kazi ya ufalme. Maana haya yote yanatumiwa na utandawazi. Acha Roho Mtakatifu aanze kabla ya utandawazi. Hii ni point yetu ya mwisho ya C. Tena unisikilize sana. Tutakwenda kumalizia. Acha Roho Mtakatifu aanze kabla ya utandawazi. Kabla ya utandawazi. Utandawazi unasaidiwa na teknolojia. Amen. Unasaidiwa na nini watu wa Mungu? Teknolojia. Sasa kwenye kazi, kwenye huduma, kwenye kila kitu. Hili linatuhusu sisi ambao tumeamini. Wahudumu wa Injili. Watu tuliokoka. Swali nakuuliza. Nani anakuwezesha kufanya huduma? Teknolojia ama Mungu? Swali la moyo. Utandawazi
ama Mungu? Leo usanielewa kwenda kuuliza maswali yako. Nani anakusaidia? Roho Mtakatifu aanze kwa utandawazi. Roho Mtakatifu aanze kabla ya teknolojia. Kwa swali la kwanza, nani anakuwezesha kufanya huduma? Hilo hapo swali. Swali la pili, nani anakufunulia maandiko? Nani anakufunulia ujumbe kwa kanisa au kundi unalolisimamia? Labda ni idara fulani, labda ni kule nyumbani zone, labda ni familia yako. Nani anakufunulia ujumbe kutoka kwa Mungu? Nani anakufunulia ujumbe? Nani anakusaidia manake kuwaongoza? Nani anakusaidia kuwalisha maneno ya Mungu? Swali la pili. Swali la tatu, nani anakuandalia ujumbe kwa ajili ya watu wa Mungu? Ni Google ama Roho Mtakatifu? Ni Google ama Roho Mtakatifu? Bwana Yesu usaidie. Hiyo ni jambo la msingi ambalo tunalipata kwenye utandawazi. Tumekuwa na Wakristo ambao kwa kweli Google imetumeza. Google imewameza. Google imetumeza. Google imekuwa ni Roho Mtakatifu. Google imekuwa ni ubongo wetu. Google imekuwa ni fikra. Google imekuwa ni kila kitu. Kwa hiyo wewe relax. Ni simu tu pale banda mpaka kila kitu kinakuja. Roho Mtakatifu ana nafasi gani? Tumesema kazi ya utandawazi inayosaidiwa na teknolojia. Teknolojia inasaidia kuanalyze vitu, kurahisisha mambo na kufanya vitu viende kwa kasi, kuwa wazi na kwa haraka. Ni faida. Lakini nani anaanza? Roho Mtakatifu ama Google? Unasema waidi Google. Haleluya. Utandawazi umemeza nafasi ya Roho Mtakatifu. Nilikuwa naanza toka tunajifunza eneo hili. Nikasema wakati kabla ya internet, miaka hiyo ya 80 tuseme, hawa wazazi wetu hawa mpaka 90 mwanzoni, sio? Mpaka 90 mwanzoni. Hawa wazazi wetu hawa walikuwa wanaambiwa utakwenda kufundisha, utakwenda kuhubiri. Walikuwa wanaandaa ujumbe kutoka wapi? Nani alikuwa anawapa ujumbe? Kwa sababu unakwenda kuhubiri, nani anawapa ujumbe? Nani anawapa message kwa kanisa? Kundi wanalosimamia. Lakini walikuwa wanahubiri, wanafundisha, wanasema neno la Mungu, watu wanaokoka, watu wanajazwa Roho Mtakatifu, watu wanabadilishwa, kila kitu kinafanyika. Lakini leo kijana kumwambia utahubiri, utafundisha, utafanya hivi, kasi kabisa kwenye simu yake, ana Google ujumbe, ana Google kila kitu. Hiyo ni mbaya. Kwa jina yako mbaya. Kwa jina yako mbaya. Kumbuka, tunajifunza namna ya kuishi katika utandawazi na katika hii teknolojia, namna ya kuishi ndani. Namna tunaweza kujifix. How do we fix ourselves into the technology? To the globalization. Tunaingia leo. Sasa ukifanya hivyo kujiandaa kwa namna hiyo, maana yake umetekwa. Na nikupe siri moja ya Google na search engine zingine. Watu wanaweka vitu vyao watu mbalimbali. Hayo maarifa na hizo hekima zikiwa za neno la Mungu, zikiwa ni za sayansi, zikiwa ni watu mbalimbali wanaweka. Na wanaweka wengine ni wapinga Kristo kabisa, ni anti-Christ kabisa. Lakini wanaweka ujumbe wa neno la Mungu, Biblia. Anasoma, anajaza. Bila Kristo. Wengine hawajai kuamini, hawajai kuokoka, wanaweka ndani. Sasa wewe unapoambiwa fanya hivi unakwenda unakimbilia ndani la Mungu, unakimbilia mle, unapakua maandishi fulani ambayo yana uvuvio wa tofauti kabisa. Ikawa neno la Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ingawa ni neno la Mungu. Lakini nani aliyeweka? Alivuviwa na nani kuweka? Alijifunza wapi akaweka? Umepakua, unaenda kwako kulisha. Unalisha watu matakataka. Umejina yako matakataka. Lazima ujifunze kukaa mwenyewe Biblia. Amen. Ujifunze mwenyewe kukaa na Biblia. Ujifunze mwenyewe kuomba. Ujifunze kumuuliza
kumuuliza Roho Mtakatifu kwamba nitafanya nini? Nitazungumza nini na watu? Nitafundisha nini na watu? Nitawafundisha nini? Leo unataka niseme nini na watu? Omba tu. Na ukiomba kwa uaminifu, Mungu anafanya. Ukitulia, Mungu anakuletea ujumbe. Mungu anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. So kumbuka kwamba kanisa ni mwili wa Kristo. Na Mungu ndiye anayejua wanataka nini kwa sasa hivi. Wale kitu gani? Yesu ndio mzazi. Wale nini? Kwa hiyo wewe usihangaike. Wewe usipanike. Wewe Mungu, hawa watu watakula nini leo? Usikimbilie Google. Wewe muulize Mungu, watakula nini hawa watu leo? Usikimbilie kuna Wikipedia. Sawa, zipo ni nzuri. Usikimbilie Wikipedia. Wewe kimbilia kwa Roho Mtakatifu, mwambie hawa watu watakula nini leo? Niwalishe nini leo? Alafu yeye atakwambia hawa watu wanahitajika kula hiki na hiki na hiki. Kutoka pale watakula hiki na hiki na hiki. Sawa. Sasa unakwenda kwa nini? Kwa Biblia yako. Unakwenda kwa Biblia nyingi tofauti. Tunaangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisemi kwamba usiende kabisa kuangalia. Unaweza kwenda kuangalia kwa sababu nini? Maana neno fulani. Yaani zipo source ambazo ni za kuaminika, unaziangalia. Lakini isiwe msingi wa huduma yako. Msingi wa kazi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine ukimnyang'anya simu hawezi kufanya chochote. Hawezi kuhudumu, hawezi kuomba, hawezi kuimba, hawezi chochote. Ukimnyang'anya simu, umemmaliza. Huyu mtu manake hana Roho Mtakatifu. Amekufa kiroho. Haleluya, watu wa Mungu. Naomba ufanye zoezi kuanzia leo. Unataka kufundisha, unataka ujumbe, unataka kufanya. Hebu anza kwanza, the first thing to do. Ukiambiwa utahudumu, utafanya kitu cha kwanza kwako kiwe Roho Mtakatifu. Watu wanataka nini? Watu wanatakiwa kulishwa nini? Ndio swali la kwanza. Futa kila kitu, yaani sahau kila kitu. Sahau Wikipedia, sahau Google, sahau kila kitu. Lakini kumbuka Roho Mtakatifu, hawa watu wanataka kulishwa nini? Na ukifanya hivyo unashangaa ukileta ujumbe watu wanaitikia. Unashangaa ukileta ujumbe kumbe ulikuwa ni ujumbe wa mtu fulani anapona. Ulikuwa wa mtu fulani anapona, anafunguliwa. Watu mioyo inafunguliwa kwa sababu ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa Mungu mwenyewe. Lakini akianza huyu Wikipedia, akianza huyu Google, Wikipedia, ukileta ujumbe wakati watu hawakuelewi. Huyu anazungumza nini? Huyu anasema nini? Kanisa kavu, watu ni wakavu. Kwa nini? Umetafuta ujumbe wako. Umetafuta ujumbe wa mtu mmoja kule mtandaoni, pengine marehemu fulani. Jambazi fulani lilikaa likaandika ujumbe fulani. Jizi fulani. Antichrist fulani. Ujumbe ule unakuwa hauna kitu kinaitwa uhai. Unakuwa sio halisi na hautoki moyoni. Unajua ujumbe halisi unatoka moyoni ule umemshirikisha Roho Mtakatifu. Ni ujumbe wa Roho Mtakatifu. Kwa anayezungumza ni Roho Mtakatifu, sio wewe. Bwana Yesu na asifiwe. Haleluya, haleluya. Unao wakati wa kujiandaa au unao wakati wa utandawazi umekumeza, Bwana akusaidie. Angalia pale nimesema shetani, pale nimesema Roho Mtakatifu anza. Nimesema shetani ni mjanja. Kupitia mitandao anatumia watu wasioamini kabisa kuweka maneno ya Mungu. Nyuma yake wanayavuvia na nguvu nyingine. Si kila neno unaloweza kujifunza mtandaoni ni sawa sawa. Acha akufundishe kwanza Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Kazi ya Mungu, huduma ya Mungu haijalishi ni kubwa kiasi gani utafanya. Ama haijalishi utaongea maneno mengi ukiambiwa ufundishe. Ama ukiambiwa usimame kwa Jumatano utaongea saa nzima, haijalishi. Lakini Roho Mtakatifu akikupa alafu ukaongea dakika 10, watu wataponywa. Watu watafunguliwa. Sasa jiamini, unasema hii inatosha peke yake. Roho Mtakatifu amesema hivi tu peke yake. Mbona amesema kidogo?
Ndio hicho watu wanachohitaji. Mstari mmoja tu. Mbona mstari mmoja tu unaanza moja tafuta mtandaoni, labda nini ujumbe, labda ujumbe wa upendo. Kwa sababu Mungu amesema penda nini? Nisema Yohana, anasema Yohana, penda nini? Sasa nipenda nini tu jamani? Ndio nikazungumza mbele za watu, tukasema roho hiyo penda nini? Nenda akasema kwa watu penda nini? Kwa sababu huamini na utakusikiza Roho Mtakatifu unaanza Google, Wikipedia, Facebook, sio penda nini? Sasa utafundisha penda nini kweli? Maneno mengi yasiyokuwa na uhai. Yasiyokuwa na uhai. Sio utokana na roho. Lakini kumbe ungekuja na penda nini pekee yake, penda nini? Penda nini hiyo penda nini yenyewe tukasema. Hata kwa dakika 10 watu hapa, hoi. Umeguswa na Roho Mtakatifu. Amen. Mwisho kwa sasa. Kwa jioni ya leo tumalize. Mhubiri 11:9. Usijiingize hukumuni kwa utandawazi. Ni jambo la mwisho. Wakristo wengi tumejiingiza hukumuni kwa sababu ya utandawazi. Usijiingize hukumuni. Kwa kufanya nini? Matendo yasiyofaa, kufuatisha ulimwengu, uchafu, kukosa heshima, kukosa adabu mitandaoni, matusi na vitu visivyofaa. Anasema Mhubiri 11:9, wewe kijana, ufurahie ujana wako na moyo wako ukuchangamshe siku za ujana wako, ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako, lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Nimependa hapo katika sehemu ya D nasema na katika maono ya macho yako. Hapo ndio kuna utandawazi, kuna mtandao hapo. Vyote unavyoviangalia, vyote unavyovipokea, vyote unavyoviweka na wewe mwenyewe mtandaoni, usije ukaingia hukumuni. Tusimame.